unatokana hasa na msimamo wa Irani kuunga mkono makundi ambayo yanakuwa yanaenda kinyume na maslahi ya Israeli. Hiyo ndo bifu la kwanza ambalo lipo kati ya Irani na Israeli. Sasa 2015 turudi kwenye nuclear. Baada ya Obama kuona kwamba nuclear inaenda ndivyo sivyo, wakakaa mezani. Baada ya kukaa mezani, wakaafikiana kwamba isije ikatokea Irani akazalisha nuclear ambayo inazidi 3.6. Kwa nini? Yeye alikuwa amerutubisha, kumbuka, kwa 20 mpaka 30. Ila akaambiwa ili uweze kuwa salama na sisi tuweze kukuelewa, hakikisha unadhibiti nuclear yako kwa 3.6%. Lakini pia uruhusu wakaguzi wetu wa kimataifa wa masuala ya nuclear wao wanakagua vinu vyako au mitambo yako ya nuclear, ili tujihakikishie kwamba hicho ambacho unakirutubisha ni kweli kipo katika hivyo viwango vya 3.6%. Ukweli ni kwamba Irani alikubaliana na hayo masharti, lakini kulikuwa kuna sharti moja kubwa, ni kwamba Irani ana mtambo mmoja wa nuclear upo chini ya ardhi, unaitwa mtambo wa Fordo nuclear plant. Huko chini ya mwamba. Vinu vingine vya nuclear vyote viko angani, na hivi ndivyo ambavyo Marekani na Israeli wamekuwa kivipiga sana. Lakini Fordo nuclear power plant hii huwezi kuipiga kwa namna yoyote ile pale. Hata zile bunker busters ambazo zinabebwa na zile ndege za kijeshi za Marekani B2 haziwezi kupiga ile milima mpaka wakafikia vile vinu vya kule chini. Kwa hiyo Irani alisema kwamba mtakagua sehemu zote, lakini huku Fordo huku hapana, hatutaki kuja. Na hoja yake ilikuwa ni kwamba katika kile kikosi cha wakaguzi wa nuclear kulikuwa kuna majasusi wa Israeli ambao walikuwa wanataka kuona ile mitambo ikoje. Kwa Irani anasema kwamba huku siruhusu kwa sababu ni maeneo salama, sitaki wapelelezi wa kigeni waweze kujua hii mitambo yangu iliyoko huku chini. Na hicho ndo ugomvi. Kwamba kwa nini unaturuhusu tukague maeneo mengine yote, hutaki tukague hiki ambacho kipo chini ya ardhi, unaficha nini? Na ukitaka kujua kwamba inawezekana ni kweli, ili tunazungumza tu kuungana na zile speculations, kuungana na wale ambao wanamtilia mashaka Irani nadharia kwamba wewe hicho unachokificha huko chini ni kitu gani ambacho hutaki dunia ikijue? Kama kweli unachorutubisha huko pia ni cha amani, kwa nini hutaki sisi tujue? Lakini hoja ya Irani pia imekuwa ikijengwa kwamba mimi nimesaini mkataba wa dunia ambao unaitwa Non-Proliferation Treaty. Non-Proliferation Treaty ni kwamba ni mkataba unaokataza uenezwaji wa silaha za nuclear duniani. Yaani baada ya mwaka 1945 wakati Marekani iliporusha mabomu ya nuclear kule Japan, walikubaliana kwamba wasizalishe silaha zingine za nuclear kuzidi zile ambazo walikuwa tayari wameshazalisha, na zingine ziliamriwa ziangamizwe kabisa. Kwa mfano, kwa kuna silaha zilikuwa pale Ukraine na mataifa mengine ya Ulaya, waliamriwa fanya nini? Waziangamize. Kwa hiyo Irani ni mojawapo ya tunasema founding members ambao walikubali kwamba sisi tunaungana na wito wa kwamba tusiwe tunazalisha silaha za nuclear au kuziongeza idadi iliyopo hapa duniani. On the contrary, kinyume chake, Israeli hawajasaini huo mkataba. Kwa hiyo sasa hoja ya Irani ikawa ni kwamba kama mimi mnataka niendelee kukaguliwa, mbona kule Israeli hamwendi kufanya nini? Kukagua. Na huyu hajasaini huo mkataba. Maana yake mnamruhusu Israeli aendelee kuzalisha silaha za nuclear, mimi huku mnafanya nini? Mnanikataza, ambaye mimi nimesaini mkataba wa kuzizuia. Kwa nini huku hamwendi kufanya nini? Kukagua. Kwa mgogoro wa pili huo, kwa kuna tatizo la nuclear ambalo Irani anamiliki, na kwamba mimi ninatambulika duniani kwamba nina teknolojia za nuclear na ziko wazi, kasoro huo mtambo wa Fordo. Lakini la pili ni kwamba Irani anaunga mkono makundi ambayo yanafanya kazi mpaka Israeli, ambayo yanapingana na serikali ya Israeli. Obama katika ule mkataba kama amekubaliana kwamba tunarudi kwenye 3.6 ya enriched uranium, kwamba uranium ambayo tutairutubisha sisi haitazidi 3.6. Faida kwa Irani ni kwamba ikawa ataondolewa vikwazo vyote vya kiuchumi ambavyo alikuwa amewekewa. Sasa mkataba ule ulipingwa vikali sana na Israeli chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kwa nini alikuwa anapinga ule mkataba? Alikuwa anapinga akasema hivi, Irani mkimruhusu
hata tu kuwa na hiyo nuclear, huyu kuna siku yote atafanya nini? Ataibadilisha, itabadilika na kuwa silaha. Kwa lugha rahisi ni kwamba Israeli anaona kwamba mimi simuamini. Ipo siku tu atabadilisha hii. Na kwa nini atabadilisha? Kwa sababu Irani katika mikutano yao mbalimbali wanafanya kule ya kitaifa, hata kwenye mahubiri, huwa wanatamka wazi kwamba death to America, death to Israel. Yani kwamba taifa la Marekani liangamizwe, taifa la Israeli lifanye nini? Liangamizwe. Kwa hiyo wana hofu kwamba uwepo wa Irani iliyo na nguvu kinuclear, uwepo wa Irani ambayo bado inaunga mkono, ambayo yanaipinga makundi ambayo yanaipinga Israeli, bado kutachochea kuondoka au kuifanya Israeli isiwe na nguvu katika ukanda ule na hatimaye kupotea kabisa kama taifa. Tukikumbuka kwamba taifa la Israeli lilianzishwa mwaka 1948. Na hii ni hoja ya msingi sana ambayo watu wanapaswa kuizingatia. Kwa nini Israeli ilianzishwa mwaka 1948? Na leo hii miaka 2000 hii Irani na hasa Irani na vikundi vyake ambavyo inaviunga mkono wanasema kwamba Israeli ifanye nini? Iondoke. Wakati azimio namba 181 la Umoja wa Mataifa limeazimia kwa kauli moja mwaka 1947 kwamba taifa la Israeli lianzishwe, swali linapaswa kuulizwa, Israeli ilikuwa wapi? Kwa nini iamriwe mwaka 1947 ianzishwe? Na ilikuwa ni mwezi Novemba. Sasa 1948 ni kweli Israeli ikaanzishwa. Azimio limepita 1947, alafu 1948 Februari Israeli inafanya nini? Inaanzishwa kama taifa. Swali, lilikuwa wapi? Sasa hapa kuna muunganiko wa historia na masuala ya kidini, lakini kimsingi ni historia. Hapa tuhubiri. Kimsingi ni maarifa ya kihistoria. Mwaka 70 waliokuwa watawala wa sehemu iliyopo Israeli leo walikuwa ni Warumi, kwa maana ya Roman Empire. Sasa turudi kidogo kwenye maarifa ya kidini, ni kwamba wakati Yesu anafariki mwaka 33. Mzee, unajua kwamba Yesu alikufa mwaka 33. Alikufa akiwa na miaka 33. Sasa wakati anafariki, moja ya before Christ, after Christ. Kwa miaka 33. Kwa lugha rahisi ni kwamba ujio wa Yesu duniani ujio wa Yesu duniani tulibadilisha dunia kwanza kuhesabia mwaka moja. Yani uwepo wa Yesu duniani tukafuta miaka iliyokuwepo, tukasema huku nyuma hebu tuache kama historia, ila baada ya huyu Bwana Yesu kuja duniani tunaanza kuhesabia moja. Kwa nini? Dunia ina tamaduni hizi au ina utaratibu huu. Anapojitokeza mtu mwenye ushawishi mkubwa zaidi duniani, huwa tunaandika zaidi habari zake kuliko habari za vitu vingine. Kwa lugha rahisi, mshindi wa miaka ya 2000 mpaka leo 2026 duniani ni nani? Ni Yesu Kristo. Samani, tunajua kama tunawakwaza upande mwingine, watusamee kidogo, lakini haya ni maarifa. Anapojitokeza mtu mwenye ushawishi zaidi, dunia huwa inamheshimu mtu huyo, na kwa hiyo inaweza ikafikia hatua ya kubadilisha mpaka kalenda ikawa in favor ya huyo mtu. Na hiyo kisomi tu nisaidia kuweka sawa, haiko kidini. Ni kisomi. Shule pia inatajwa BC ndio na after Christ, before Christ na AC. Kama umekuwa na ile BC na AC. Ndio. Sasa BC ni kwamba kabla Yesu hajazaliwa. Sasa wale ambao huwa hatutaki kuhusianisha matamko ya miaka hii na imani, huwa tunasema BCE, before common era. Yani tunasema huo muda wa kabla Yesu hajazaliwa ulikuwa ni muda kabla ya wakati wa kawaida. Hicho kipindi kinaitwa kabla ya wakati wa kawaida. Na hiki kipindi cha Bwana Yesu hiki, sasa kwa sababu sisi wengine hatutaki kumtaja Yesu, tunaona kama tunakereka kwa namna moja ama nyingine kutokana na imani zetu na mafundisho yetu, tunasema hiki ni kipindi cha common era, CE, yani kipindi cha miaka ya kawaida. Hapo tunakuwa tumeficha BC na AC, before Christ, after Christ. Tunakuwa tumeficha hiyo. Kwa wale wasomi tunakuwa tunafikiri tunaweka hiyo. Sasa walipo mwaka 70 Warumi waliwachukua Waisraeli wakafanywa watumwa duniani. Hapa duniani, tuwakumbushe wasikilizaji, kuna jamii mbili ambazo zimefanywa kuwa watumwa na kuteswa zaidi duniani. Jamii ya kwanza ni Wayahudi na jamii ya pili ni Waafrika.
Yani sisi ndo mapacha ambao tumeteswa zaidi duniani kuliko jamii yoyote ile pale hapa duniani. Waisraeli ndo walianza kufanywa watumwa mwanzoni kabisa. Walimefanywa kabla Yesu hajazaliwa na wamefanywa watumwa baada ya Yesu kuzaliwa. Sasa mwaka 70 walitawanywa duniani huko Urusi, Poland, Hungary, Uingereza na kwingineko. Ambayo kufikia miaka 1930 akina Hitler, Adolf Hitler, mzungu huyo wa Ujerumani, anaanza kuwaona hawa Wayahudi ni wabaya, wanapaswa kuangamizwa. Aliwanyonga mmoja baada ya mwingine mpaka wakafikia zaidi ya milioni 6. Hao ni wale ambao wamejulikana. Zaidi ya milioni 6. Hebu fikiria mtu unaua, yani una hasira dhidi ya jamii fulani. Hao ni wazungu, sio Arabu wala sio Afrika. Wazungu walikuwa na hasira na Wayahudi, wakawanyonga mpaka kufikia milioni 6. Mpaka Hitler anakufa mwaka 1945 wamenyongwa milioni 6. Lakini jamii nyingine iliyoteswa zaidi duniani kutokana na utumwa ni ya Waafrika, ambao walienda utumwani kuanzia mwaka 1400 wakati Amerika inagunduliwa kwamba inafaa kwa ajili ya shughuli za uzalishaji wa mashamba na madini na migodini huko. Walibebwa 1100 kuanzia mwaka 1400 mpaka miaka 1777 hapo. Na wakafanywa watumwa. Sasa tuachane hii habari ya Waafrika, turudi kwa hawa Waisraeli. Sasa dunia ikaanza kujiuliza, hawa ambao wamenyongwa mpaka wanafika milioni 6, kwani kwao ni wapi? Ndo hapo inakuja kuzaliwa Israeli. Ikaonekana kwamba hao watu baada ya kuhojiwa wakasema sisi kwetu bwana tuliambiwa ni huko Palestina. Sasa Israeli ilishakufa mwaka 70. Leo ni mwaka 1940. Ndo tunaanza kujiuliza, kwani nyinyi kwenu ni wapi? Wanasema kwetu sisi ni kule mlikoweka taifa linaitwa nini? Palestina. Kipindicho Palestina mtawala wake ni Muingereza. Uingereza kwa huruma akaongea na wenzake wakubwa wa duniani, Marekani na kadhalika, kupitia kwenye kikao cha Umoja Mataifa kwamba jamani, hawa watu tuwape taifa. Ndo mwaka 1947 kwa azimio namba 181 wanaundiwa taifa linaitwa Israeli. Sasa wakaambiwa waje pale, walikuwa 700 tu, waje Palestina wakae, na kweli wakaanza kwenda pale. Ila azimio lile lilitamka hivi, huyu mgeni anayekuja atapewa ardhi ya 55% mpaka 56. 55 hadi 56. Halafu wewe Palestina utabakiwa na ardhi 45% mpaka 44. Yani wewe Palestina, yani wewe mwenyeji utakuwa na ardhi ndogo kuliko mgeni anayekuja. Maskini wa Palestina kinyonge sana. Umeichukua hiyo. Maskini wa Palestina, unajua sijui walikuwa wajinga, sijui walikuwaje, sijui walikuwa melewa au sijui ndio binadamu, wakakubali lile azimio. Ila Waarabu wenzake, mataifa ya jirani ya Kiarabu yakafanya nini? Yakakataa, yakasema hapana. Na walivyosema hapana, akaingia vitani. Ndio chanzo cha ugomvi namba 1 kati ya Israeli na mataifa ya Kiarabu. Yani walipigana ndani ya huo mwaka mmoja kwa sababu ya hilo azimio, kwamba kwa nini mmeruhusu mgeni aje kuwa na ardhi kubwa kuliko mwenyeji. Sasa katika ile vita kimsingi watu ambao wanakuwa wametaabika sana duniani, siku wakikaa pamoja wanakuwa na nguvu sana. Kwa Israeli wakati wanadai taifa tayari walikuwa wameshajipanga. Kwenye ile vita ya kwanza waliopigana na Waarabu walipigwa vibaya sana. Israeli akabeba ardhi ya 70%. Kajiongeza. Ndani ya huo mwaka mmoja. Yani walikuwa wamepewa 56%. Hasa kwa sababu umeshinda vita. Ukishinda vita una dictate terms. Wewe ndio utakayeongoza meza ya majadiliano kwamba nani ashinde. Kwa hiyo kwa sababu Israeli ndo alikuwa mshindi, ile ardhi akaichukua kwa 70%. Ndo kisa kilichofanya miaka ya baadaye Irani anaanza kusema, wewe Israeli unawaonea Palestina, ulikaribishwa kama mgeni. Kwa nini umebeba ardhi kubwa kuliko wenyeji ambao wako hapo? Una asili ya huo mgogoro. Na mind you, hao watu kama walitawanyika, maana yake ndio moja kati ya kitu kinatesa mataifa mengi ni mapandikizi ya Waisraeli kwenye mataifa yao. Kwa sababu wenyewe walitokea kwingi. Kwa hiyo unakuta Irani mle mle wako Israeli. Marekani kwa kiasi kikubwa wapo Israeli. Kwamba wako everywhere. Kwa hiyo kwenye yale maarifa yako unasema unatengeneza silaha, unafanya na nini na nini. Ndio wana watu, kuna mtu aliyekuuliza, mbona Israeli yenyewe kale kadude ni so ukiangalia kwenye ramani mbona kama ni kadogo? Kwa nini kana stress dunia? Kwa nini kasiambia tu kaki? Lakini ukumbuke kwenye, kama umemsikiza vizuri mchambuzi, mizizi yao iko kwingi. Yani kabla ya kurudi kukusanya kama taifa, walikuwa wako huku.
Kwa kwenye kila kwenye kila mapandikizi wapo. Kwa dakika moja tu wakati tunakwenda kuhitimisha moja mbili, ipi nafasi ya diplomasia kwenye kipindi hiki ambacho pande zote zina hasira? Pande moja ina hasira zaidi. Na jana kama ulifuatilia ile mjadala wa Trump akisema nimepigiwa simu na Iran wanataka mazungumzo na nini, ukisikiliza majibu ya Iran unaona kabisa kwamba hawa ni watu wenye hasira. Ipi nafasi ya diplomasia? Dakika mbili. Diplomasia nafasi yake ni kubwa sana, kama ambavyo tumeweka mwanzoni kwamba hakuna mgogoro duniani ambao ushawahi kutatuliwa kwa vita. Siku zote mwisho wa siku watu lazima wakae mezani. Na ishara ya Donald Trump ambayo ameitoa jana, mimi nataka niungane naye kwa asilimia kubwa sana. Kama nilivyosema, mkubwa akitoa shuzi huwezi kusema mkubwa ametoa shuzi, lazima tumsingizie mtoto. Trump ametumia diplomasia moja kubwa sana kwamba Irani wamenipigia simu wanataka tukae, na wale wanipigia simu ni watu wanaoheshimika sana, kwa sababu aliulizwa swali pale, kumbuka kwamba ni akina nani wale kupigia simu sana. Hatuongei na mtoto wa Khamenei ila tunaongea na watu ambao wanakubalika sana ndani ya Irani, ya kwamba wanataka tukae mezani na wanataka kuhitimisha hili, na sisi kweli Marekani tunataka hili lihitimishwe. Irani wakajibu ndani ya dakika chache sana kwamba sio kweli, sisi hatuna mpango huo, hii vita itaisha kwa masharti yetu sisi. Sasa walichokuwa wanataka kukifanya pale ni kwamba mimi Trump kwa ukubwa wangu kama taifa la Marekani siwezi kusema kwamba eti ninaomba kukaa na Irani. Taifa kubwa haliwezi kushuka kirahisi namna hiyo. Yaani leo rais wa nchi aseme kwamba nimemwomba Exaudi nikae naye, hapana. Wewe Exaudi ndio umeomba kukaa na nani? Na rais. Kwa hiyo huyu mkubwa ametafuta lugha ya kidiplomasia kutengeneza njia kwamba siku chache zijazo mkiona tunazungumza, sio mimi niliomba mazungumzo. Aliyekuwa ameomba mazungumzo nani? Ni Irani. Lakini ukitaka kujua kwamba kulikuwa kuna hii dalili ya mazungumzo, ni kwamba Irani siku chache zilizopita, ambapo ni wiki jana, walianza kutoa dalili ya kwamba endapo tutakaa mezani kuna mambo 6 ambayo tutataka yatibiwe ama yajibiwe ili sisi tuweze kuacha hii vita. Moja ya jambo ambalo walikuwa wanataka ni kwamba Irani ipewe hakikisho la kwamba hakutakuja kutokea tena vita katika nchi yake. Yaani hii tabia ya kukaa mezani kesho mnatuvamia, mnakaa mezani kesho mnatuvamia, hatutaki kuisikia tena. Kwa lazima tunataka tupate hakikisho kwamba hakutakuja kuwa na vita yoyote kabisa katika ukanda huu. Namba 2 ambacho walikuwa wanataka ni kwamba kuwe na ufungwaji wa kambi zote za kijeshi zilizopo katika lile eneo la Ghuba. Tuliona kwamba Marekani ana kambi nyingi sana za kijeshi katika lile eneo. Kwa Irani hataki kuziona zile kambi, anaona kwamba ni tishio kwake. Hili bila shaka kama zimemzunguka. Hili Marekani hawezi kukubali. Yaani huwezi kukubali kambi zako zipotee. Unajua usipokuwa na nguvu za kijeshi hapa duniani, hata za kiuchumi haziwezi kufanya nini, huwezi kuwa nazo. Kwa hiyo uchumi na masuala ya kiusalama yanaenda pamoja. Lakini kubwa ambalo linaonyesha kwamba wana hasira Irani, wamesema wanataka fidia kwa vita ambayo imeshajitokeza. Nimemsikiza mchambuzi mmoja, inaonyesha kwamba mpaka sasa Irani wameshakula hasara kwa uharibifu wa miundombinu na nini zaidi ya dola bilioni 150. Sasa hizo ni zaidi ya trilioni 400 za Kitanzania. Ni watakubali hawatakubali, muda utaamua. Sisi tukirudi hapa itakuwa ni muda mzuri kwa ajili ya news update. Kana sisi mpaka 3 kamili za asubuhi.